Wakati serikali ikiandaa mpango mkakati wa 3 wa mchango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, yani NDC 3.0, wadau wamependekeza ujumuishaji wa masuala ya jinsia ya afya uzazi katika mpango huo. Mapendekezo hayo yanakuja wakati athari za mabadiliko ya tabia ya nchi zikigusa sekta ya afya, ikiwemo kusababisha maradhi kama malaria, kuhara, utapiamlo pamoja na kukwamisha juhudi za huduma za afya baada ya majanga kama mafuriko. Hayo yamebainishwa kwenye warsha ya siku 2 kuanzia Juni 11 mwaka 2025 ya shirika lisilokuwa la kiserikali la CAN Tanzania, iliyowakutanisha wadau hao pamoja na wawakilishi wa serikali jijini Dar es Salaam. Imeelezwa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwemo mafuriko na ukame, zinavyowagusa moja kwa moja na kuwaletea changamoto makundi ya wanawake na wasichana. Akizungumza na Mwananchi nje ya warsha hiyo, msimamizi wa mradi wa CAN Tanzania, Dr. Mkama Manyama, amesema athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwemo magonjwa, zinapaswa kuandikwa kwenye utaratibu utakaokuwa rahisi kuwa na mkakati wa kuzitatua. Lengo la kukusanya watu hapa ni kwa sababu masuala ya mazingira na hasa haya tunayoongea mabadiliko ya tabia nchi ni masuala mtambuka, yanaathiri kwa upana na kwa namna tofauti, na kwa sababu Wizara ya Afya ni miongoni mwa sekta mtambuka zinazoathiriwa sana na mabadiliko ya tabia nchi, ni muhimu mabadiliko yanayoendelea kutokana na mabadiliko ya kimagonjwa, ongezeko la magonjwa, wadudu wanaosababisha magonjwa na changamoto nyingine za kiafya ambazo zinahusianisha na mabadiliko ya tabia nchi, ni muhimu zikaandikwa na kuandikiwa kwenye utaratibu ambao itakuwa ni rahisi sasa kutafuta mkakati wa kuzitatua. Kama zikiwa nje ya NDC inakuwa ni ngumu kuzikabili hata zinapotokea, lakini kama ziko ndani ya mpango wa kitaifa na watunga sera, watafuta fedha na wanaogawa keki ya taifa katika kutatua changamoto za kiafya, wanajua pia kwamba hili jambo lipo na linatakiwa kufanyiwa ufumbuzi. Ndio hasa msukumo uliotusukuma sisi kama taasisi ya serikali tuliopewa sehemu muhimu ya kukusanya maoni ya kuandika NDC3, kuwakusanya wadau wao kutoka katika sekta mbalimbali. Kimsingi zaidi, jana tumekuwa na wasilisho zuri kutoka kwa msimamizi wa NDC3, ofisi ya makamu wa rais mazingira. Tumekuwa pia na wasilisho zuri kutoka Wizara ya Afya juu ya mabadiliko ya tabia nchi yanavyochangia kueneza magonjwa na kuibua changamoto mpya za kiafya. Kwa hiyo uwepo wetu hapa kwa siku ya pili, naamini kwamba baada ya leo tutakuwa tumepata maoni ya kutosha, na wao watu wa serikali, watunga sera hao ambao sisi tunapojumuika nao pia tunajifunza namna ya kukabili changamoto mbalimbali, na wao wanapata kutoka kwetu kama watu tulio nje ya mfumo rasmi wa serikali ni nini tulichonacho kuhakikisha ya kwamba kama jamii na kama taifa tunapata mwelekeo ambao una mustakabali chanya kwa sisi tuliopo leo na kizazi kijacho. Katika warsha hiyo, Ribuku Mnyingumba, mratibu wa mradi wa mabadiliko ya tabia nchi na afya kutoka CAN Tanzania, amewasilisha utafiti unaoonyesha jinsi ongezeko la joto, vimbunga, mafuriko na ukame vinavyoathiri sekta ya afya, ikiwemo upatikanaji wa huduma za afya msingi katika maeneo yanayoathirika na janga la mabadiliko ya tabia ya nchi. Na sisi kwa kipindi kirefu sasa tumekuwa tukishirikiana na Wizara ya Afya pamoja na wadau mbalimbali katika sekta ya afya katika kuunga juhudi mkono wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kupambana na janga hili la mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya afya. Mpaka sasa hizi tumefanikiwa kushiriki kikamilifu katika uandaaji wa mpango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kwenye sekta ya afya, kwa kitaalamu tunaita Health National Adaptation Plan, ambao utatoa mwongozo wa namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya afya. Na pia sisi kama Climate Action Network tunatafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza afua mbalimbali ambazo zitasaidia kuweza kukabili changamoto hizi, athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye sekta ya afya.
Kwa hiyo tumeandaa warsha hii na wadau mbalimbali, ikiwa ni sehemu yetu sisi ya kuweza kufanya uchechemuzi wa sera, ambapo tunategemea kuona katika toleo jipya la mchango wa taifa kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi unajumuisha masuala ya jinsia na afya ya uzazi katika kiwango kikubwa kuliko ile ambayo imepita. Yes, kulingana na tafiti nyingi za kisayansi zinazofanyika duniani na hata hapa chache ambazo zimefanyika kwa nchi yetu ya Tanzania, inaonekana namna ambavyo mabadiliko ya tabia ya nchi yanavyoathiri afya ya binadamu na sekta ya afya kiujumla. Mfano, ongezeko la magonjwa kama malaria, kipindupindu, magonjwa ya kuhara na hata matatizo ya lishe kutokana na athari kwenye sekta ya kilimo na ambao unapunguza uzalishaji wa mazao ya vyakula nchini. Kwa hiyo sisi kama wataalamu tutoe rai pia kwa Wizara ya Afya pamoja na taasisi mbalimbali kuendelea kufanya tafiti zaidi katika ile eneo ambalo linaendelea kukua kwa kasi. Lengo ilikuwa ni zaidi kufahamu namna ambavyo haya mabadiliko ambayo yanazidi kutokea yanavyoathiri hizi changamoto. Na pia kupitia warsha hii kupitia sekta ya afya tunategemea kuona vipaumbele ambavyo vitawekwa kwenye toleo jipya la NDC3 itakizi yale mahitaji ya kuifanya sekta kuwa himilivu dhidi ya mabadiliko haya ya tabia nchi, ikiwemo kuimarisha mifumo ya utoaji wa huduma mbalimbali za afya msingi, ikiwemo huduma ya afya ya mama na mtoto, hata kile kipindi cha majanga yanapotokea kuhakikisha huduma hizi zinaendelea pasipokuwa na changamoto yoyote ile. Akifafanua zaidi, Budodi Warwa, ofisa afya kutoka Wizara ya Afya, amesema walifanya tathmini kwa mwaka 2024 kwa kuwa sekta hiyo ndiyo waathirika wakubwa pindi yanapotokea mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwemo upepo, mafuriko na ongezeko la wagonjwa yanayoibuka kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Katika mpango wa sekta ya afya wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuna baadhi ya mambo ambayo tumeyatazama hasa. Moja ni tunataka mfumo wote majengo, mfumo wa majengo, mfumo wa nishati katika sekta ya afya, tunazungumzia maana yake umeme, maji, mfumo wote uwe na uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia upande wa elimu kwa watoa huduma za afya, tunao manesi, tunao madaktari, tunao kada nyingi ambazo zinatoa huduma kule. Tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi, leo hapa kuna mafuriko katika kituo cha afya X. Je, tutafikaje pale? Miundombinu ikoje? Kwa hiyo tumezungumza mambo mengi ambayo tutayaweka mle, ni pamoja na innovations, mambo ya telemedicine, utoaji wa elimu kwa njia ya mtandao, kwamba kumetokea mafuriko katika kituo X. Yes, sisi hatuwezi tukafika pale na helikopta au nani, lakini kumbe matibabu yangeweza pia yakatolewa kwa njia ya mtandao. Mtu ambaye yuko kwenye hospital, referral hospital, atatoa taarifa, sasa atatoa matibabu, anawasiliana na wenzake ambao wako kwenye kile kituo ambacho kimeathirika. Hiyo yote tumeiweka kuhakikisha kwamba vituo vyote vinakuwa na uhimilivu katika mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kuna mambo kama hayo, lakini mambo ya lishe pia tumeangalia. Unaona, tumeangalia pia mambo ya gender, na hii ndio ilikuwa topic kubwa kwa leo. Kwa tunaangalia namna ya kuingiza masuala yote, masuala ya kijinsia katika huu mpango wetu. Unajua wakati mwingine unakuta wanawake wanabaki nyuma. Unaona, watoto, unaona, swala zima la uzazi inaachwa nyuma, lakini katika kikao hiki tumejikita zaidi kuhakikisha kwamba tunaangalia namna ya kuwaingiza wanawake pamoja na watoto katika mpango wetu wa kukabiliana na mabadiliko. Naye Ramadhani Hangwa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia
idadi ya watu duniani UNFPA amesema anaamini maoni na mapendekezo hayo yatachukuliwa na kufanyiwa kazi. Tunashiriki hapa workshop ya siku 2 ambayo inaandaliwa na Climate Action Network Tanzania. Nia hasa ni kuchukua maoni ya wadau katika kuchangia huu mpango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hasa kuhusisha masuala ya haki ya afya ya uzazi, kuhakikisha kwamba pamoja na masuala ya jinsia, kuhakikisha kwamba yanakuwa sehemu ya huu mpango wa 3 wa kitaifa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumejifunza mengi, tumeshirikiana na wadau kutoka Wizara ya Afya, Ofisi ya Makamu wa Rais pamoja na mashirika ya serikali ili kuweza kuja na mawazo ya pamoja kuhakikisha kwamba mpango wa 3 unaokuja wa taifa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi unaweka masuala ya haki ya afya ya uzazi pamoja na masuala ya jinsia, kwa sababu makundi haya ya wanawake pamoja na wasichana yamekuwa yakipata changamoto kunapotokea changamoto, kwa mfano masuala ya mafuriko, masuala ya ukame. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba haya mambo sasa yanakuwa sehemu ya mpango wa 3 unaokuja wa kitaifa. Kwa majina naitwa Agnes Taj Liondi, niko hapa siku ya pili nikihudhuria warsha iliyoandaliwa na CAN Tanzania kwa ajili ya kuchangia katika kuhakikisha masuala ya jinsia na afya ya uzazi yanajumuishwa kikamilifu katika mchakato wa maandalizi ya NDC3 ya Tanzania National Determined Contribution, dhumuni likiwa ni kuhakikisha haki, usawa na huduma jumuishi kwa wote katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi.